Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia hii leo. China yaendelea kuimarisha mafanikio ya kuondoa maskini huku ikizidisha ushirikiano wa kitaifa. Mabadiliko yanayowalenga watu yanabaribisha jamii jijini Chengdu, na sherehe za tamaduni za Ng'aa wa China wakati wa sikukuu ya Taa. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, tumekana na Mr. China imepata mafanikio makubwa katika kurejesha na kuimarisha idadi ya wanyamapori adimu na walio hatarini kutoweka kupitia mfumo wa kitaifa wa uhifadhi wa viumbe katika makazi yao ya asili, huku hifadhi za kitaifa zikichukua nafasi ya kipekee na matumizi ya teknolojia ya kisasa kama akili mnemba yakiongezeka. Simiwanjala na arifu zaidi. Maadhimisho ya siku ya wanyamapori duniani hufanyika kila Machi 3, yakianzishwa na United Nations mwaka 2013 ili kuongeza uelewa kuhusu umuhimu wa wanyamapori kwa maisha ya binadamu. Nchini China, dhamira hii inaonekana kupitia matokeo halisi. Kulingana na takwimu za hivi karibuni kutoka National Forestry and Grassland Administration, zaidi ya 80% ya wanyamapori wa nchi kavu waliowekwa chini ya ulinzi wa kitaifa wanahifadhiwa kwa ufanisi. Katika hifadhi ya taifa ya Baim Snow Mountain National Nature Reserve kusini magharibi mwa China, wahifadhi waligundua tumbili mchanga wa aina ya snub-nosed anayekaribia kutimiza mwezi mmoja. Aina hii inayojulikana pia kama tumbili wa dhahabu ya Yunnan ipo chini ya ulinzi wa daraja la kwanza kitaifa na ni miongoni mwa spishi adimu zinazopatikana China pekee. Zaidi ya 65% ya tumbili hawa wanaishi katika hifadhi hiyo. Kutoka idadi ya wanyamapori 540 tu wakati hifadhi ilipoanzishwa, sasa wameongezeka hadi zaidi ya 2800. Mafanikio haya yametokana na mfumo madhubuti wa ulinzi ulioundwa kwa umakini zaidi. Mafanikio kama haya pia yameshuhudiwa katika maeneo mengine yaliyohifadhiwa. Majira ya mchipuko yameanza na panda wakubwa wameingia katika msimu wa kuzaliana katika hifadhi za taifa zilizoko Sichuan, Shanxi na Guangzhou. Njia maalum za kiikolojia zilizounganisha tena makazi yaliyotenganishwa na shughuli za binadamu sasa zinawawezesha wanyama hawa kupata wenza kwa urahisi. Katika hifadhi ya tumbili wenye kichwa cheupe iliyoko Chongzhou mkoani Guangxi, mfumo wa kisasa wa ufuatiliaji unaotumia algoriti za AI unatambua na kufuatilia mienendo ya kila mnyama, ukitoa taarifa za papo kwa papo kuhusu mabadiliko ya idadi yao. Katika eneo tambarare la hifadhi ya Milu mjini Yangcheng mkoani Jiangsu, kundi la paa wa Milu wa kike wameonekana wakijiandaa kwa utulivu kupokea watoto wapya. China imesema inaendelea kuimarisha na kupanua mafanikio yake katika kupunguza umaskini huku ikihakikisha hakuna kurejea katika hali ya umasikini. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari kuelekea ufunguzi wa kikao cha 4 cha mwaka cha kamati ya 14 ya CPPCC, Liu alisema China ilitimiza lengo lake la kuondoa umaskini uliokithiri mwaka 2020, hatua iliyopata kutambuliwa kimataifa. Katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, kaunti zote zilizokuwa maskini zimeunganishwa na barabara kuu za kisasa. Vijiji vyote vina barabara za lami na huduma za mawasiliano ya mtandao zimefika kila mahali. Maisha ya wananchi yameboreshwa kwa kiwango kikubwa. China imedumisha msimamo wake wa kuzuia kurejea kwa umaskini kwa kiwango kikubwa na imepiga hatua muhimu katika kurejesha na kuendeleza maeneo ya vijijini. Mafanikio haya yamedhihirisha kuwa umaskini sio jambo lisiloweza kuepukika. Mbali na kushughulikia changamoto za ndani, Liu amesema China imechangia kwa kiasi kikubwa katika juhudi za kupunguza umaskini duniani. Miongoni mwa hatua hizo ni kuanzishwa kwa warsha za Luban Workshops zinazotoa mafunzo ya ufundi kwa mataifa mengine, pamoja na kusambaza teknolojia ya Zhonghao inayotumika katika uzalishaji wa uyoga na ufugaji. Liu pia amesema China imekuwa ikialika wataalamu kutoka mataifa yanayoendelea kutembelea maeneo ya vijijini nchini humo ili kubadilishana uzoefu kuhusu utawala wa vijiji na maendeleo ya viwanda vidogo kwa lengo la kusaidia nchi hizo kubuni mikakati inayolingana na mazingira yao. Akizungumzia jukumu la CPPCC, Liu amesema kamati hiyo imekuwa ikifuata maelekezo ya kamati kuu ya Communist Party of China katika kuimarisha mafanikio ya kupunguza umaskini. Wakati huo huo, amesema China iko tayari
kushirikiana na mataifa mengine kujenga mustakabali wa pamoja wa binadamu kwa lengo la kutokomeza umaskini na kufanikisha maendeleo ya pamoja duniani. China ni mtetezi na mshirika mkuu wa juhudi za kimataifa za kupunguza umaskini. Imetia saini nyaraka za ushirikiano wa kujenga kwa pamoja mpango wa ukanda mmoja na njia moja, na zaidi ya nchi 150 pamoja na mashirika kadhaa ya kimataifa yamejiunga. Miradi mingi mikubwa imeanzishwa ikichochea ukuaji wa uchumi wa kanda pamoja na ajira nyingi. Zaidi ya karakana 30 za Luban zimeanzishwa barani Afrika, Asia na Ulaya. Shughuli za kitamaduni zilijaa shamra kote China Jumanne katika maadhimisho ya tamasha la taa, tukio linaloashiria umoja, matumaini na kilele cha sherehe za mwaka mpya wa Kichina. Maelfu ya wakazi na watalii walishiriki katika matamasha yaliyounganisha urithi wa kale na ubunifu wa kisasa. Jacob Mogoa anaarifu. Katika eneo jipya la Xiong'an mkoani Hebei kulifanyika maonyesho ya mitaani ya urithi wa utamaduni usiogusika. Katika kaunti ya Rongsheng, jumla ya maonyesho 20 ya kuvutia yaliwasilishwa, yakiwemo sarakasi za ngoma za simba na kuwapa washiriki fursa ya kushuhudia kwa karibu sanaa za jadi za China. Mashariki mwa nchi, katika kaunti ya Ximen mkoani Anhui, mitaa ya kale ilinukia harufu ya vyakula vya asili. Chakula maarufu cha eneo hilo chenye tabaka mbalimbali za viungo vinavyoashiria umoja na ustawi kiliwavutia wakazi na wageni waliotaka kuadhimisha sikukuu hiyo kwa kuonja ladha ya utamaduni wa mahali hapo. Usiku ulipoingia, jiji la Heijin mkoani Shanxi liliandaa gwaride la kuvutia la taa. Wasanii waliobeba taa zenye maumbo ya hua, samaki na joka walipita mitaani kwa mpangilio unaojulikana kama samaki na joka wakicheza pamoja, ishara ya baraka, mafanikio na furaha. Wakati huo droni 1000 zilipaa angani na kuunda maneno na michoro, ikiwemo samaki kuruka juu ya lango la joka, msemo wa jadi unaomaanisha kupaa hadi mafanikio makubwa, pamoja na ujumbe wa furaha Heijin. Kusini magharibi mwa China, katika mji wa Kunming mkoani Yunnan, jamii ya kabila la Yi iliadhimisha sikukuu hiyo kwa mashindano ya mieleka ya jadi yenye historia ya karne nyingi kama njia ya kuombea hali njema ya hewa na mavuno bora. Mieleka yetu si suala la nguvu pekee, ni mwendelezo wa mila na utamaduni wetu. Inawasaidia marafiki wanaotoka mbali kuelewa vyema utamaduni na haiba ya watu wetu wa kabila la Yi. Kwa ujumla, sikukuu ya taa imeendelea kuwa jukwaa muhimu la kuenzi na kuhifadhi urithi wa kitamaduni, huku ikikumbatia ubunifu wa kizazi cha sasa, na hivyo kuimarisha mshikamano wa kijamii pamoja na kueneza ujumbe wa matumaini, mafanikio na ustawi. Mkurugenzi wa maonyesho ya droni amesaidia kubadilisha anga za usiku ambazo tayari zinang'aa katika jiji kuu la kusini magharibi mwa China la Chongqing kuwa turubai hai ya mwanga na teknolojia, akitoa onyesho la kuvutia angani ambalo limekuwa kivutio kisichokosekana kwa wageni. Hii hapa ripoti niliyoandaa. Ingawa Chongqing tayari imekuwa kitovu cha utalii kutokana na mandhari yake ya kisasa ya jiji linaloenea kwa upana, mistari ya anga yenye rangi nyingi na vyakula vyake vya hotpot vyenye pilipili kali, kuanzishwa kwa maonyesho ya mara kwa mara ya droni ya juu ya jiji kumeongeza mvuto mwingine wa kipekee baada ya giza kuingia. Jiji hili limezidi kuwa na malengo makubwa katika jitihada zake za kufikia viwango vipya kupitia miundo ya kuvutia ya droni. Majira ya joto yaliyopita, Chongqing hata iliweka rekodi ya dunia ya Guinness wakati karibu droni 12,000 ziliporushwa kwa uratibu kamili kuunda taswira ya ajabu angani juu ya jiji. Miongoni mwa wanaochangia katika onyesho hili maarufu la kiteknolojia ni Li Junlin, aliyekuwa mwandishi wa habari za televisheni ambaye sasa ni mkurugenzi wa onyesho la mwanga la droni la Dynamic Chongqing, kivutio ambacho kimekuwa alama ya ubunifu wa jiji hili. Safari ya Li kutoka kuripoti habari za ndani ardhini hadi kuunda habari angani usiku inaakisi mwelekeo mpana zaidi kote China, ambako teknolojia ya kisasa ya droni inaunganishwa na maono ya kisanii kuunda tajriba za umma za kuvutia. China ni nyumbani kwa baadhi ya droni bora za kibiashara duniani, na miji kote nchini inajaribu kuzitumia kwa njia za ubunifu zaidi. Chongqing, jiji la milimani ambalo tayari limepata sifa kwa mandhari yake ya anga yenye muonekano wa baadaye, linatoa mazingira bora kwa maonyesho ya teknolojia ya hali ya juu kustawi. Mwaka jana, Wizara ya Rasilimali Watu na Usalama wa Jamii ya China ilitangaza orodha ya taaluma mpya zinazotambuliwa, ikiwa ni pamoja na mpangaji wa safari za kundi la droni, jukumu ambalo Li alilichukua kwa shauku baada ya kuacha taaluma yake ya vyombo vya habari. Katika Chongqing na kwingineko,
Teknolojia inabadilisha si tu mandhari ya miji, bali pia muundo mzima wa uchumi unaoendeshwa na ubunifu, uundaji na vipaji. Katika ulimwengu unaokua kwa kasi, miji mingi hukimbilia maendeleo ya miundombinu na ukuaji wa uchumi. Hata hivyo, jiji la Chengdu mwelekeo ni tofauti. Maendeleo yanaanzia kwa watu, kwa kuweka mahitaji, ustawi na sauti za wakazi wake mbele, kama anavyoripoti Ronald Mutie. Hili ni jiji la Chengdu, kusini mashariki mwa China. Hapa kuna idadi ya watu milioni 20 hivi. Viongozi wa hapa wanasema kwamba maendeleo ya mji huu yanatokana na kuweka watu mbele, kuanzia usimamizi wa jamii hadi uboreshaji wa miji. Mamlaka za mitaa zinabuni sera na maeneo ya umma kulingana na mahitaji halisi ya wakazi. Mfano mmoja ni kantini ya jamii katika jumuiya ya Qinyuan, ambayo sasa inapatikana kwa wingi kote jijini na hutoa chakula cha mchana cha bure chenye lishe kwa wazee kila siku. Kantini hizi pia zimekuwa vituo vya kijamii vinavyowaunganisha na kuwashirikisha wazee na kuwasaidia kujihisi kuwa sehemu ya jamii. Viongozi wa jamii na wafanyikazi wa ustawi wa jamii hutembelea mara kwa mara maeneo hayo ili kukusanya maoni ya moja kwa moja kwa ajili ya maboresho yanayoweka watu mbele. This place is wonderful. Elderly people can eat here, chat, and even brag with friends. It's a great place to spend time. Wafanyikazi wa kijamii pia huandaa mikutano yao mara kwa mara ili kukusanya mapendekezo ya wakazi, kisha kubuni miradi inayoshughulikia mahitaji ya haraka na ya muda mrefu. Through tea house meetings and residential compound meetings, we continuously gather opinions and suggestions from residents. Then we form deliberation rules and discuss together what are the recent needs of our residents. Based on both potential and explicit needs, we design and integrate resources to provide quality projects. Kwa baadhi ya watu, huduma hizi hutoa msaada wa kihisia na msaada wa vitendo kwa wakati mmoja. After my husband passed away, I almost fell into depression. But since coming here, with the care from community leaders and the support from everyone around me, I have been able to pull myself out of the trap. Now I feel especially happy. Falsafa hiyo ya kuweka watu mbele pia inaonekana katika ukarabati wa mto Jinjiang. Hapo awali ukiwa umechafuliwa, mto huo umegeuzwa kuwa ukanda wa kijani wa mapumziko ulio wazi kwa umma. I actually think it's quite simple. During the Jinjiang River renovation process, we considered returning the space to the people, sharing the culture, and creating resonance through services. We designed the entire renovation of both riverbanks and the cruise route according to this model. So actually, I think this is also a microcosm of Chengdu's happiness. Leo ukingo wa mto ulioboreshwa umekuwa eneo la umma ambapo wakazi hupumzika, kujumuika na kuungana tena na asili, mfano halisi wa jinsi upangaji mji na usimamizi wa jamii vinavyoweza kuunganishwa chini ya mpango mpana. Mauzo ya pikipiki na baiskeli za umeme kutoka mji wa Wuxi mkoani Jiangsu mashariki mwa China yameongezeka kwa kasi katika miaka hivi karibuni, yakichochewa na upanuzi wa masoko ya kimataifa na matumizi ya teknolojia za ubunifu zilizotengenezwa China. Zakia Pong anatufahamisha zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Katika kipindi cha Ifahamu China, mimi ni Zakia Peng. Mauzo ya pikipiki za umeme kutoka mji wa Wuxi mkoani Jiangsu mashariki mwa China yameongezeka kwa miaka ya hivi karibuni, huku wazalishaji wa ndani wakipanua masoko ya kimataifa kwa teknolojia za ubunifu zilizotengenezwa China. Hifadhi ya viwanda vya magari ya umeme ya Wuxi imeona kuongezeka kwa manunuzi kutoka wateja wa kimataifa, wakiwa wanavutiwa na bei nafuu, ubora na teknolojia ya kisasa ya magari ya umeme ya China. Kikundi cha watu 30 kutoka Hungary kilitembea kutafuta fursa za ununuzi, huku wanunuzi wa Uingereza wakisafiri hadi Wuxi kwa ajili ya kupata bidhaa ili kufanya biashara mpya za reja. Kampuni inayoongoza huko Wuxi ilionyesha kwa fahari kuta zilizojaa leseni nyingi za hakimiliki katika ukumbi wake wa maonyesho, ikionyesha zaidi ya hakimiliki 2400 za kitaifa zilizosajiliwa na shirika hilo. Wakiungwa mkono na teknolojia msingi, wazalishaji wa Wuxi wanatoa mara kwa mara bidhaa mpya za kisasa ili kukidhi mahitaji ya kimataifa. Ofisi ya biashara ya eneo hilo inasaidia kwa nguvu kampuni zinazoingia kwenye soko la kimataifa
kwa kushughulikia masuala mbalimbali yanayohusiana, ikiwemo uhusiano wa njia za mauzo, maendeleo ya biashara mtandaoni na kuvuka mpaka, na maombi ya ufadhili. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Hamjambo, karibuni katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. 第7课，今天比昨天热。 Sikiliza rekodi hii na usome. 冷冷热热冰水冰水。北京北京纽约纽约。 Sasa tunajifunza maneno mapya. Tafadhali soma baada ya sauti zilizorekodiwa. 天气天气怎么样？ 怎么样？比昨天觉得好喝好喝。 Kinachofuata tuangalie matumizi ya maneno haya. 天气 Tafadhali soma nami maneno haya. 天气很好，天气很好。怎么样？天气怎么样？天气怎么样？ 比今天比昨天热，今天比昨天热。昨天很热，昨天很热。我昨天去商店了，我昨天去商店了。觉得很热，觉得很热。觉得很好，觉得很好。好喝，很好喝，很好喝。 Piga panya. Tafadhali soma maneno mapya kwenye kadi ya maneno na unatoa nafasi nyingine ya kugonga alama nyeusi. Njoo ujaribu. 昨天比觉得 天气好喝，怎么样？冷热冰水。 Linganisha. Tafadhali linganisha maudhui ya picha hizi mbili. Tumia B kwenye sentesi. 我的苹果，爸爸的苹果。我的苹果比爸爸的苹果大。今天35摄氏度，昨天25摄氏度。 今天比昨天热。面条20块，包子10块。面条比包子贵。冰水好喝，热水不好喝。冰水比热水好喝。这是我的笔，
这是妹妹的笔。我的笔比妹妹的笔多。Kazi ya nyumbani kwa leo ni kusoma maneno mapya. Kesho tutaendelea kucheza mchezo wa maneno. Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo kikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, sina la ziada la kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Nimekuwa wako Khamis Darwish. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.